Unasemaje? Hivi tuko live, watu wengine watusikia. Ngoja nikate hapo. Vipi, unanisikia? Wewe tunanisikia? Okay, Vale, tunaweza kuongea sasa hivi? Tunakusikia. So nataka mniambie kama mnamsikia Violet, maana Violet ndo ana host leo. Violet, hebu ongea huko kwenye nani. Violet simsikii. Hey, mnanisikia? Yeah, sasa hivi tunakusikia. Wewe unatusikia? Sijui what is happening, maana mimi sisikii. Yaani siwasikii. Nasikika? Unasikika? Yeah, so it's like kama wewe sisi tunakusikia leo tusikii. Kwa hiyo hem toka afu rudi tena. Okay. Hello. Nasikika hapo. Faraja tunakusikia. Violet, unaweza kunimute mic yako kajaribu kuongea. Violet. Sorry, naomba mtu yote aongee ili nijue kama Mimi naongea. Unasikia? Maana mimi sisikii kitu kwangu. Violet, mimi unasikia? Mtu mwingine aongee kama anasikiwa na Violet. Tunamsikia. This is funny. Violet, sijui kama unatusikia. Let me sort in hii tuone kama. Okay. So, Violet, nishajua shida yako. Sasa angalia kwenye screen hapo na kuelekeza kitu cha kufanya. Kwenye my screen yangu mimi inaonekana hivi. Nenda kwenye kidude cha setting cha kushoto hiki. Unakiona hiki? Kama unatumia laptop. Alafu hapa kwenye speaker weka, kama unatumia window, weka speaker yako ya window. Yeah, weka kama ni MacBook ama ni unatumia window au MacBook. Share your screen. Share screen yako. Huko. Kwenye speaker yangu? Share screen kwenye nani kwenye Okay. Yeah, share screen hapo nikuelekeze. Guys, dakika moja tu. Co-host ndo yeye hatusikii. Kwa inabidi tu solve tatizo la co-host na mambo mengine yaendelee. Ndo aendeshe session yake.
kwa sababu mimi leo sitakuwepo, lakini Faraja nafikiri amesha join. Nasubiri share screen yako Violet. Okay. Yes. Button ya kushare screen uioni? Okay. Bonyeza kidole cha setting huku chini kabisa huko. Shuka chini, shusha chini. Kwenye sehemu ya speaker bonyeza hapo. Bonyeza communications Realtek. Testi. Bonyeza testi. Bonyeza hiyo testi. Unasikia chochote? Hujamute kwenye laptop yako, hujamute? Hapana, mimi sijamute mahali kokote. Hebu mtu mwingine aongee tuone kama atusikia. Faraji labda. Hello. Unamsikia mtu mwingine anaongea huko? Umechana kusikia kwenye simu? Kwenye simu yako but sio kwenye laptop. Okay, change speaker. To default. Still an issue inatokea? Wow. Hapo sijui kama una device nyingine basi utajoin afu utaendelea na session. Acha nikusaidie few minutes. Yes. Yeah, you can try to join na simu labda. Okay. So guys, habari za wakati huu na poleni sana. Poleni sana kwa changamoto ambayo tumeanza nayo. Co-host yetu ilikuwa hiyo session yake ya kwanza co-host session yetu ya leo, lakini kwa sababu za kimtandao, hizi niseme sababu za kivifaa, kujoin watu wengine nikiwalika kwamba yeah. So anyways guys, so tunaomba radhi kwa changamoto ambazo zimetokea wakati tunaanza session na leo nataka kidogo tujadili kuhusu platform inaitwa OneFormer. Mimi OneFormer nimefanya kitambo sana, yani like kama miaka 4-5 hivi. Nipata ka project huko nikalipolipwa dola kidogo, but leo nimepata chance ya kumkaribisha guru Bwana Faraji Nyanza ambaye ni mtaalamu wa hizo kazi ambazo zinapatikana OneFormer. Atashare na sisi experience yake. Najua kuna watu mmefungua account huko zimekuwa banned saa hiyo, wengine hamuelewi mnaanzia wapi na mnafanyaje kwenye OneFormer. Kuna kitu kinaitwa UHRS ambacho kinawatesa watu wengi. Faraji yupo, atatusaidia leo. Pia kila wiki tuna event nyingi. Nafikiri wiki ijayo tutakuwa na jamaa mmoja pia anaitwa Junior, kama sio Victor, kama nimekosea ratiba. Junior yeye anatengeneza kama mnakumbuka kwa Gamoto tuliongea kutengeneza faceless YouTube channel, but Junior tutazungumza kutengeneza faceless Twitter account. Like jamaa anatengenezaga ana account zake za Twitter, hizo analipwaga mpaka dola 500 kwa kutengeneza kwa post moja ama post mbili. Violet, naona umerudi. Unaweza ukaongea nikusikie kama unasikika vizuri, kama unisikia. Anyway, anisikia ndo maana nani yake imemitiwa. So Faraji, mambo vipi? Safi kabisa mkuu. Bwana, karibu sana. Hii ndio community yetu na hawa ni vijana. Nisikisema vijana wangu, kuna wengine miaka yangu ni double. Hawa ni vijana wenzangu. Tunakutanaga huku tunajadili mambo mbalimbali ya kwenye digital, na nadhani ni moja ya safe space kwa watu ambao wanatafuta michongo ya online. Tunazungumza mambo tofauti. Tuna miezi kama 3 hivi 4 since tumefungua huku. So tunakaribisha sana. Sasa sijajua kwa leo umetuandalia presentation ama utatuonyesha
one former ama tutapiga nini wanaita freestyle? Hapana, hisi itakuwa ni freestyle. Ila kwa kusikika nasikika vizuri eh? Yeah, tunakusikia vizuri. And kuna kitu chochote ungependa ku screen share? Na screen yangu hapa ndashare. Okay. Sijaandaa presentation, kusema nimeandaa presentation. Maana still hapa hivi ningependa kujua kwanza hapa ni beginners wote. Nimeona kuna sehemu ulinanilia watu wafungue account wote. Naamini kila mtu ana account. Yeah, wengi wao hapa ni beginners karibia wote. Ngoja nikuongezee access, nikupe access ya admin ili uweze kushare screen. Sawa, unaweza kuendelea. Darasa mimi nimekuachia. Sawa sawa. Hii inaonekana? Hapana, hatuoni. Nimekupa access sasa hivi. Nimekupa access sasa hivi. Sasa sijui kama ishatokea huko kwako ya kushare. Kuna button yote ya kushare unaiona huko kwako? Naiona. Okay, nimekupa access sasa hivi. Unaweza kushare. Yes, sasa hivi tunaona. Kama nilivyokuwa nimesema kwamba naamini wote wana account. Maana pia kuna changamoto mwanzoni kabisa pale za kwenye kufungua account. Sasa sije nikatembea afu nikani nimeacha watu nyuma kabisa huko. Guys, mnaweza mkao mnamjibu mnaweza mkao mnamjibu hapo kwa sababu kila itakuwa nzuri zaidi yani tukishirikiana hapo. Kama kuna sehemu ulikwama ukisema itakuwa vizuri zaidi. Faraja, endelea, tunakusikia. Wengine tulikwama kufungua. Ulikwama kufungua? Ndio. Nilifungua nikaweka password. Kuna characters nilikuwa sijaweka, wakaniambia kwamba nimemiss characters. Niliporudi kuweka characters ikawa suspended. Okay. Sawa. Karibuni. Nadhani katika platform zote ambazo zinajulikana za RemoteWorks ambazo zina kazi nahisi Wanifoma ndo sehemu rahisi kupata kazi kilinganisha na Fiverr, Upwork na zinginezo. Wanifoma ni sehemu ambayo ni rahisi sana kupata kazi, na kwa huku nahisi changamoto iliyopo huku ni kwamba unasema kwamba ilikuwa disabled hapo. Hello? Ndio. Nahisi walifungua account mara mbili. Utumia email hiyo au email tofauti? Hapana, email hiyo. Yaani nilifika mpaka mwisho kabisa nikasign. Then ikanionyesha ile pinkish. Ile pinkish wakasema ukiona hiyo lazima kuna tatizo. Kwa hiyo nikarudi pale, ilikuwa ni kwenye password. Kwa hiyo kwenye password nilikuwa kuna characters sijaweka. Kwa hiyo nikaongezea tu characters kwenye ile password yenyewe na kwenye kuconfirm nikaongezea character. Basi wakaniambia kwamba nani hii. Ngoja tuangalie. Sasa nikiendelea hapo, kama nilivyosema kwamba ni sehemu rahisi kupata kazi kwa sababu waangalie vitu vingi sana huku. Kitu kikubwa ni kupass tu hizi certification ambayo maana kila kazi na certification zake. Kila kazi na Kiswahili. Na kuna kazi mbalimbali huku, kuna za AI training, data collection, annotation, hizo za judging, testing. Mfano kama mwaka jana kulikuwepo na kazi ya testing, walikuwa wanataka kutesti malipo ya WhatsApp, ilikuwa ni kujaribu kulipa kwa nanilizi kadi za Visa, Mastercard. Hiyo ni mojawapo ya kazi ambazo zilikuwepo. Na kwa sasa hivi kazi ambazo zipo za Kiswahili, kuna kazi kama 3 zipo za Kiswahili pia. Zishindwa kuonekana sababu nilikuwa nimeshazi apply tayari. Mfano kuna hii hapa.
kama unavyoona hapo kila kazi inakuwa na certification zake. Kwa hiyo pale unavyo apply inabidi ufanye hizi test hizi, na kunakuwa na score, inabidi upate 80 na kuendelea. Kila kazi, kuna zingine wanataka 90, zingine 95, kwa hiyo inategemea na kazi yenyewe. Na kuna kazi zingine pia hazihitaji hata test wala nini, kama hiyo nilosema ya kutesti kadi, ilikuwa ni kazi ambayo kama upo Tanzania unaipata. Sasa hivi wamebadilisha mfumo, ndio wanapata changamoto hapa. Ningeonyesha kazi zote ambazo nimeshawahi kufanya hapo. Naona hapo kwenye marekebisho kidogo, sasa wamebadilisha kabisa mfumo wote. Kwa hii UHRS hizi ni kazi ndogo ndogo hivi, ni vikazi vidogo vidogo hivi. Vikazi vidogo vidogo vinaweza vikainclude, ni micro tasks hizi. Unaweza ukafanya kitu kalipo kwa $1, $0.5 kwa taski moja. Yaani zile kazi ndogo ndogo. Nenyewe ni kuna sehemu hapa una register tu. Ya, kama utataka kuzifanya hivi, na zenyewe pia inakuwa na test yake. Tunasikilizana lakini tunakusikia. Ingekuwa vizuri kama tungekuwa tuna exchange, ndio itakuwa rahisi zaidi, sababu natamani pia kujua changamoto ambazo zilikuwepo. Kama mtu ukiona sehemu hujaelewa, ukiuliza itakuwa nzuri zaidi. Sasa kwa wengi tulikuwa tumefanya tu kuregister, ila hatujui jinsi ya kunavigate hiyo sehemu, kwamba una apply vipi. Yaani ukishakuwa kama mtu mpya kwenye OneForma uanzie sehemu gani as a fresher yani? Kama fresh, lakini hii dashboard sote mnaiona kwa watu ambao wana account, unaweza login kwenye account yako. Nimeshindwa kusema kwamba nianze kufungua account nyingine, sababu utakuwa kwenye risk ya kufungiwa account pia. Kama kila mtu akiona hii dashboard kwenye account yake, naamini po same sawa. Na kitu cha msingi kabisa, ukiwa unafungua account pale, kuna sehemu ya kuweka languages. Jitahidi uweke Kiswahili. Weke Kiswahili, English, na sasa hapa kuna mwingine anaweka English ya UK, mwingine US. Inategemea sasa ambacho utaona kinafaa kwako. Maana kupata kazi huko kuna kuapply, lakini pia kuna invitation by invitation. Kama profile yako inakuwa ina fit requirements zao, waga anatuma email, anakuambia bana, kuna kazi hii hapa, unaweza ukaapply kama umejaza profile yako vizuri. Lakini pia ngoja tuanze mwanzo hapa. Kuna kitu cha kufanya. Kuna issue ya kufanya verification. Yaani hakikisha profile yako inakuwa iko complete kabisa, kila sehemu, kwenye contacts na kila kitu. Availability na hisi nakaa automatic. Hapa kwenye skills pia jitahidi uweke skills nyingi kwenye account yako. Yaani kama nilivyosema, kwa kazi za invitation inakuwa rahisi sana kupata invitation kama profile yako ina vitu vingi. Kama unavyoona kwa mimi hapa leo nimekaeka vitu, ingawa sio vingi sana, lakini nimekaeka zile ambazo ni essential. Unaweza kama kupata kazi inakuwa ni rahisi. Na kwa hizi kazi za AI training, na kuna vitu kama hivi hapa pia. Na issue education pia unaweza kaeka elimu yako. Kwenye experience pia na penye unaweza kujaza vizuri tu.
kwenye languages pia kama nilivyosema, alafu pia unapo add language kuna nanili inatokea pia certification inabidi uifanye kwa ajili ya language. Kwa hiyo hakikisha kwamba ni hauruki kitu chochote. Mfano kama hapa. Kingine pia kuna zile kama nilivyosema kwamba ukiapply kazi ndio unatumia certification, lakini kuna zile general certification ambazo inabidi uwe nazo kwa kazi yoyote ile. Mfano kama umeweka profile yako ni kwa ajili ya kama umeweka Kiswahili, lazima kuna test ya language ya Kiswahili itakuja pale, inabidi uifanye. Kama umeweka English pia, US English, kuna test pia pale inakuja, lazima umeifanya pia ili profile yako ikae vizuri. Sasa tukija kwenye swala la kupata kazi, mfano kwa kazi ambazo zilikuwepo kama hii pale unavyo apply ya kuna hizi test ambazo zinatokea hapa. Njia rahisi ingawa haishauriwi kufanya hivyo, lakini kuna shortcut na kuna njia ndefu. Kwa sasa hapo unaamua wewe, kama unaweza ukaamua usome kila kitu ufanye hiyo test au uchiti kwa kutumia kwa kutumia maybe ChatGPT au Gemini ni wewe mwenyewe. Lakini mara nyingi hizo test wao wanatoa kwanza document ya kusoma. Ni share vizuri hapa, sorry. Mfano kama kuna hizi mitihani hizi certifications na zinakuwa zina trials, zina attempt. Kama unaweza kufanya mara moja ukafeli, mara ya pili ukafeli, ukafanya ya tatu. Leo ukifeli ya tatu unakuwa usha disqualify. Kwa hiyo inabidi kuwa makini kidogo. Ndio maana nimesema kuna njia ya kucheat na kuna njia ndefu. Unaweza kaamua uwe makini, usome hiyo document ambayo unaitoa ili ufanye vizuri, au utumie ChatGPT. Kwa mimi njia ambayo naitumia rahisi, mfano kama hapa document iko wapi? Nahisi kwa hiyo hajatoa. Nahisi itakuwa ni ya kawaida tu, itakuwa ni test ya kawaida, Kiswahili kawaida tu. Haina reference. Kuna hii yenyewe, hii haihitaji certification yoyote. Kwa hiyo inamaanisha kama profile yako imejaa vizuri tu. Pia kuna issue ya CV, inabidi uwe umeandika umeweka CV kwenye profile yako. Samahani, niko na swali hapo kwenye CV hapa. Maana hii mimi kwenye profile yangu kwenye setup nilikuwa nimeishia hii sehemu. Maana hapa naona hapa nilikuwa nimefungua account, nilikuwa nimeishia hapa. Hapa sasa inanipa option mbili, apply CV resume au kufill in manual. Nikisema ni apply hivi ya fizi kwa ambayo nitatengeneza nje, vitu gani ni vya msingi niviweke ambao vitakuwa ndo vinaweza kanifanya niko competitive kidogo? Unaweza kurudia samani kidogo. Nimesema kwamba kuna kuweka manual na kuupload. Imeandika hivi. Imeandika you can choose from the following. Sawa? Ndio. Yaani hapa ndo nilipokuwa nimeishiaga, nilipokuwa nimeitengeneza hivi. Imenitaka upload CV au resume au the other option inakwambia fill in manually. Ndo nikataka kujua vitu gani ni vya msingi vya kunifanya niwe moja kati ya competitive candidates. Vitu gani ni vi include, na kama kuna uwezekano ikionekana tujia baada ya certain sample of CV labda format hii hapa inakuwa nzuri kuliko zingine. Okay. Kwa
naweza sidhani kama inamata sana, ila ni muhimu kuweka CV. Kitu ambacho wanaangalia sana huko ni kupasa certification, ila issue ya CV pia tuangalie CV yangu. Issue ya CV, ngoja niongeza issue ya CV. Unajua kama unataka kazi fulani inabidi ukiandaa CV yani iende inalingana na hiyo kazi ambayo unaitaka Kama tunavyojua platform ina kazi za translation, transcription, AI training. Kwa hiyo pale ambapo unavyoandaa CV yako ile inabidi uinclude hivyo vitu. Unaweza kaandika ushafanya translation labda wapi, translation ya kitu fulani, unaona? Au umefanya transcription. Kwa hiyo vitu kama hivyo lazima viwepo kwenye CV. Sasa kama ni update au na kama inagoma ku preview hapa. I'm sorry. Yeah. I want to confirm kwa Vai kama ananisikia because nataka nimwachie hii aendelee kwa sababu I have another engagement now. Vai, unanisikia? Just a minute. Okay. Ngoja kwenye member kama nimeshampandisha au ngoja nimpandishe dakika moja. So, Vai, to confirm kama unanisikia. Unmute mic yako kama unanisikia. Niendelee tufaraji. Ata unmute anytime. Anaweza kaendelea. Yeah. Nilikuwa naongelea issue ya CV kwamba inabidi uweke vitu gani ile uwe competitive, kwa muuliza hivyo kama nilivyokuwa nimesema kwamba inabidi CV yako unavyoiandaa inabidi iendane yani. Maana hata unaona kwa mimi kwa experience hapa nimeweka kutokana na kazi ambazo zipo sana huku. Najaribu kuangalia sample ya CV yangu hapa, ngoja niitafute. Sasa sio naweza kutumia picha. Sorry. Kwa wewe kwenye kama utaandaa CV manually itabidi uzingatie hivyo vitu, yaani iendane na hizi kazi ambazo unazitaka, kazi za AI na nini hivi, sababu huwezi kusema unaweka CV labda ya udaktari, yaani haina chembechembe yoyote ya labda translation au transcription au AI training, inakuwa ngumu kidogo. Yes. So Faraji, Vai ata host kuendelea hapa anything. Vai, kunao participant wako chini kuanzia Ikaeli, unaweza ukawatumia invite to co-host ili wakiwa na maswali waweze kuuliza. So kind to confirm kama unaweza kufanya iko kitu on your end. Yeah. Unaweza kufanya iko kitu on your end? Yes, wetu tutaendelea.
Hapa inaonekana eh? Hello? Yes, inaonekana. Inaonekana ndio. Ya, kwa mimi CV yangu ipo hivi. Kwa kama ukiandaa CV kidogo, yani unagusia vitu ambavyo vinapatikana huko namna hiyo. Kwa hiyo issue ya CV hapo imepita, yani umenipata? Tumekupata chief. Na hii language nahisi nilikuwa nimeshaongelea tayari. Ya, kama kuna kazi nilisema, kama kuna kazi zingine ambazo zinahitaji kufanya certification na kuna zingine ambazo ni moja kwa moja, yani mfano kama hii hapa, hii yenyewe nataka kwamba anatoa sentensi inabidi uzisome na kurekodi. Na hii sinaendana ile ila silence yenyewe unaongea maneno yako, sorry. Kwa kazi kama hii hapa, kama umejaza profile yako vizuri, na mimi niwezi kuikosa hii. Na wanalipa $35 per task. Sijajua task hapa wanapimaje, ni kwa masaa au ni kwa sentence, sijajua. Ila ni nahisi ni malipo mazuri. Kitu kingine ya, kuna issue ya payment pia. Huku unaona wana option 3 za payment. Kuna Payoneer, kuna Etipati ni mpya hii. Kuna PayPal pia. Kwa hiyo hapo inategemea na kama una njia rahisi kwako wewe, ni njia ipi unaweza kaishi nayo. Kwa hiyo ni na kazi, yani kwenye issue ya kupata kazi inabidi yani wewe ujanja wako. Kama unataka kufanya certification kihalali, kama unaweza ni sawa. Ukitaka kuchiti pia ni wewe, lakini kikubwa umepata hizo certification, na kazi sio ngumu kiasi hicho cha kusema kwamba utakosa. Kama mimi kama ukipasi kwa kuchiti utashindwa kufanya kazi. Kazi sio ngumu sana, kazi zinafanyika. Issue ni process tu ya kupata kazi. Pia kuna kazi zingine ambazo ni za nje. Kuna watu walikuwa wanafanya hivyo, ila kwa mimi sijawahi kufanya. Mfano, kuna watu walikuwa wanafanya certification labda ya Kirusi, anakuja na apply kazi ya Kirusi na wanapata. Sijajua kwa sasa hivi kama wanazingatia hivyo vitu, lakini kuna watu walikuwa wanazipata hizo kazi kirahisi kabisa bila shida. Ya trust pia kuna kazi ya Kiswahili najaribu kuiangalia, sioni. Itakuwa imetoka. Na kama ukitaka kupata kazi, yani inabidi unafungua kila siku, sababu kama nilivyosema, kuna kazi zingine wanatuma invitation na zingine inabidi uapply mwenyewe. Na hii hapa
hiyo ameandika Kenya, lakini kama huko umejaza vizuri profile yako, include pia Swahili Kenya, kupata kazi kama inakuwa sio ngumu, unaweza kaipata pia. Yeye yenyewe inahitaji certification ya ina certification yake moja hii. Hii yenyewe inahitaji usome kozi kabisa inaonekana. Sorry, mtandao wangu unasumbua, si document zinagoma kufunguka, sijui kwa nini. Kwa kama utafanya hizi certification ukipasi, kupata kazi kama itakuwa sio kazi ngumu sana. Na kazi zingine hapa ya kuna hizi pia ambazo sio Kiswahili, ni kama mimi profile yangu sababu nimeweka naweza nikafanya kazi za English US pia. Kuna kazi kama hizo pia zinatokea, unaweza kufanya pia. Kwa hiyo kikubwa tu ni kuzingatia, kwa unaangalia profile, unakuja sehemu ya jobs hapa, unaangalia kazi ambazo umequalify. Pia kwa mimi mpaka akaunti yangu kwa sababu sasa hivi wamebadilisha mfumo, ilikuwa inaonyesha mpaka percent kwamba yani akaunti yako mpaka sasa hivi iko namna gani. Kama ukipata muda wako unakuwa unakuja kwenye certifications hizi, unakuwa unafanya tu polepole, kwa sababu huwezi ukajua, unakuwa unazifanya polepole tu. Na kuna namna nyingine pia kwa issue ya kuwa invited, kuna surveys hizi, ukijaza hizi survey kama kazi ikitokea unapata invitation. Zilikuwepo nyingi, ila naona sasa wamezipunguza. Zilikuwepo survey nyingi sana hapa. Kwa hiyo kama kazi ikitokea inaendana na hiyo survey ambayo ulifanya, unapata invitation moja kwa moja. Anakuwa namna hiyo. Ningependa tuende sasa kwenye vitu specific, yani kama kuna mtu ana changamoto sehemu fulani. Niongelee pia issue ya kuna issue ya hiyo issue ya account kuwa blocked, alafu kuna issue ya ile una apply kazi unaambiwa unusual activity. Sio, kuna mtu ashapitia hiyo? Yeah, mimi hapa hii unusual activity. Unusual activity. Issue ya unusual activity ni unatumia public wifi au ni wifi yangu, lakini ni Airtel? Yeah. Kwa watu wa Airtel siwashauri. Kwa sababu hata mimi pia wameshawahi kufunga kabisa hii account kwa sababu ya kutumia tu Airtel. Sijajua na shida gani. Inaonekana server zake zinaonekana kama hazipo bongo. Na nilikuwa nayo account ya kwanza wakaibani. Na wakabani account. Yaani kama unatumia wifi ya Airtel huku nahisi inakuwa ni ngumu. Jitahidi tu tumie data kawaida, mobile data au wifi za mtandao nyingine. Okay. Hiyo kwa experience yangu ndio hivyo. Wifi ya Airtel ukiapply kazi huwezi kutoboa. Na kwanza nakataa. Ni changamoto nyingine hapa. Mimi nataka niulize hapo kwenye wifi hapo. Kwa mfano kama unatumia simu yako hapo afu ukahotspot kwenye nani, itakuwa shida kwenye kompyuta? Hapana. Issue ni unlimited wifi. Yani sijajua shida ni nini, ila watu wengi sana wanatokea hivyo. Okay. Yeah.
Na mwingine Na njia za malipo, kwenye njia za malipo wana njia 3 za malipo. Kuna njia hii, kwa mimi nilikuwa natumia Payoneer, kitoka Payoneer na deposit Gray, ila huko Payoneer kuna option ya kuweka benki, ila makato yanakuwa ni makubwa sana, na minimum ni $30. I mean 20, sio 30, 20. Kuna hiyo Payoneer ambayo unaweza ukaweka benki yako kule, ila makato yanakuwaga makubwa sana, ndio maana nilikuwa na prefer kutumia Gray. Pia kuna 8party yenyewe pia inabidi ufungue, kuna hii platform inabidi ufungue account kwenye hii platform. Huko ndio utaweka details zako za benki. Pia yenyewe hawana makato. Nimeshatumia WRS kule. Hawana makato pia, ni option nzuri. Nahisi kwa hii itafaa kama ni hii PayPal, kama tunavyojua PayPal Bongo ni kipengele sana. Kwa mwenye nayo pia anaweza kaweka PayPal yake, hamna shida. Kwa hiyo Gray inafanya kazi? Gray hauweki moja kwa moja. Gray huku Gray sio moja kwa moja. Gray mimi nimeiweka Payoneer, nimeiadd Payoneer. Kule kuna option ya kuadd Gray. Unaadi virtual account yako. Umenipata hapo? Anajaribu kukupata. Kwa maana nikifungua Payoneer ina option ya kuadd account ya Gray. Kwa hiyo makato yake yanakuwa sio makubwa sawa na kuweka ile na account yako ya benki. Hauwezi kulinganisha na kuweka account ya benki. Na sio kama moja kwa moja, yani ipo option kabisa imeandikwa Gray. Kuna option ya kuadd virtual account pale, receiving account. USD receiving account. Ukiweka pale ndio ukiwa una withdraw unaweza ukaichagua. Unakata kama 2%-3% na hizi. Sio kama benki. Hapo umenipata? Faraja, nataka niwashauri hapo kwa Gray. Ndio. Sijui kwa sababu sijatumia Payoneer siku nyingi, lakini I think Payoneer inafanya kazi vizuri kuunganisha na Gray kwa kutumia akaunti ambayo sio USD, ama nakosea? Mimi natumia USD, sijajua. Unatumia USD na inafanya kazi fresh? Fresh kabisa. Faraja atakuwa sahihi, labda siku hizi. Zamani tulikuwa tuna bypass na nyingine. Kwa hiyo niliwaambia mfungue account Gray, mlifungua? Niambia mfungue account Payoneer, mlifungua? Gray tulifungua. Kwa issue ya payment hapo si tumepatana Kwa hiyo wewe brother unatumia wifi gani? Naona na wifi hapo. Mimi natumia ya Voda. Natumia ya Voda. Samani, kwani wifi inaleta shida yoyote kwenye OneForm? Yaani kuna specific kind of wifi inabidi utumie? Sijaelewa. Yaani inaonekana kuna changamoto kwa watu ambao tunatumia unlimited ya Airtel. Sio kwamba internet ya Airtel, yani hizi unlimited hizi wifi za Airtel. Watu wengi wakilogin kwa hiyo network, ukija ku apply kazi unaambiwa kuna unusual activity, huwezi ku apply. Hizi kuna sawa. Nimeiona hiyo kesi hapa. Umeona hiyo?
Kwa watu wa Airtel ndo wana experience sana hii issue. Kwa hiyo kitu au ukitaka kuapply kazi unaweza ukanunua hata bando, sio kwamba ndo upate limitation ya kutofanya kazi. Unaweza ukanunua bando la kawaida kwenye simu ukajihost ukaapply kazi. Ile inabidi kama uko umelog na network ya Airtel inabidi usubirie hata masaa kadhaa. Log out usubirie masaa kadhaa afu login upya na hiyo network mpya. Hapo na hisi ndo changamoto utakuwa umeikwepa. Mbona imefunguka? Kwa kazi ambazo zinahitaji certification kuna ambazo wanatoa kozi kidogo, usome kozi ndio ufanye certification. Ya ndo kama hivi, inakuwa kama hivi. Unaweza ukaipitia then baadaye ukafanya hiyo test. Na samani mwanzoni uko umeongelea kwamba kuna uwezo wa kupata certification through AI na ChatGPT. Yeah. Kwamba ndio ile tu unaenda na prompt kwamba unaandika labda kuna certain test inaifanya one form hivi au prompt unaiwekaje? Kwa mimi waga anachukua screenshot ya swali lote. Mwanzoni nilikuwa na copy lakini sasa hivi wame disable option ya kucopy. Unaweza ukacopy kitu kama una select tu. Kwa issue ya maelekezo pia kuna zingine document unaweza ukaidownload kabisa vizuri ukaa nayo. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukaiupload kule. Inaona idownloadiki. Kwa hiyo download ukienda ukiupload kule, then unakuwa una paste swali lako. Unapata majibu. Lakini hiyo ni option ya mwisho na hisi kama ukiona niwezi kutoboa hivi hivi. Au kama unaona hauna muda wa kupitia hivi vyote. Kama hivyo. Hapo ni sawa eh? Hello. Nasikilizana jamani? Yeah, tunakusikia. Changamoto nyingine hapo tusikie. Si wote mnaweza mkaiona hii kazi au kuna mtu ambaye haioni? Hii kazi. Hii ni Ngoja nifungue vizuri. Hizi mbili hizi zinaonekana kwenye profile zenu. Maana ndo kazi current ambazo mtu unaweza ka-apply za Kiswahili. Sasa hivi. Au wote bado mko mwanzo sana? Tuko mwanzo. Kama kuna mtu anapitia changamoto tujaribu kuna mtu ambaye hana account? Yeah, Faraji Msoli, Catherine kwenye comment hapo anauliza eti kwa mwezi anaweza kaingiza shilingi ngapi kwenye nanio? Kwenye Onforma. Sasa huku issue inakuja, kazi za huku ni nyingi, ni zinakuwaga ni kwa kazi ya nanili, kwa kazi za kama hizi za AI training zinakuwaga zina muda. Yaani ni project ambazo unaweza kukuta inafanyika miezi minne, wanapotea tena, wanakuja narudi tena baadaye, yani hivyo. Kwa hiyo hamna garantia kusema kwamba ni kwamba mwezi utapata hivi, mwezi utapata hivi. Hamna garantii. Inategemea tu na masaa ambayo utafanya kazi wewe. Inategemea na kazi kwamba itakuwa inalipaje. Mfano kuna project moja hivi nijaribu kuitafuta.
Kuna project ambayo imeanza mwaka juzi mpaka sasa hivi ipo, lakini ndio hivyo, wanakuja wanapotea. Kwani pale ambapo unapokuja tu jitahidi ufanye kazi kwa muda mwingi. Yaani hii Kalnini ya hii project ni ya muda mrefu sana hii. Ni project ya muda mrefu. Eti Faraji, hiyo naona hapo $500. Ya hii ni Mungu anisaidie na mimi siku moja jamani. Hii kazi alafu ngoja sema ni ilikuwa ni masaa mangapi? Ngoja nijaribu kuangalia. Hii ilianza 2024 mpaka sasa hivi inakujaga, tunafanya kazi, wanapotea, wakirudi tena tunafanya kazi hivyo hivyo. Ya mfano kama hapa nilifanya kazi masaa mangapi? Masaa 19. Ya masaa 19 ililipa $167. Hii ni kazi za Kiswahili kawaida kabisa, yani ni AI training. Hii ni kazi na AI training. Ipo kabisa. Naomba kuuliza. Ndio. Hayo masaa 19 yani unafanyaje kazi? Kuna kupumzika ni ile straight yote? Yaani hapo ni wewe unajipimia. Ni unajipimia. Yaani unaweza ukaamua pumzike au usipumzike. Sasa ukisema hivyo sababu hii kazi hii nahisi kwa Mtanzania nilikuwa peke yangu. Yaani ilikuwa ni kazi ya Kiswahili Tanzania, lakini walio apply wengi ni wa Kenya. Umeona? Mtu mmoja unakuta na akaunti 2 3. Unaona? Hiyo pia ni njia nyingine, ingawa sikushauri sababu unaweza kaisha kupigwa akaunti ikaisha kuwa disabled. Kafungua kupitia watu tofauti kabisa na anafanya kazi kote. Ndio kama hivyo. Okay. Jaribu kuitafuta hii $500 ilikuwa masaa mangapi? Umeona? Ile kazi ya kutesti kadi ilikuwa ni watu wengi walipata hii kazi sababu ilikuwa inahitaji certification yoyote. Hii pia ilikuwa ni kadi lento. Wanasema kwamba inabidi yani wewe unafungua sana. Hii na wenyewe wanataka tu wapate kadi za Tanzania. Sijajua kwa wanazitesti wapi. Lakini kila mwezi ilikuwa ni $57 wanakupa. Sijajua alishia wapi. Ila yenyewe ilikuwa ni kazi ambayo hutumii nguvu. Wewe kadi yako tu unaiwekea sio kama $10 ngapi? $10 na wanarudisha hiyo pesa. Unaona? Kuna hii nyingine, hii yenyewe ilikuwa ni ya kurekodi. Hii ilikuwa ni ya Kiingereza. Hii ulikuwa unapiga simu kama customer support hivi, zile unakuwa unaongea. Ila nahisi nyinyi inahusiana na AI training pia. Ndio kama hivyo.
Mbona hizo dola za one format? Ngeni nimwambie mfungue account ya mfungue. Kuna mtu ana kazi kwa Faraja. Tubakiza kama dakika 6, muda mchache sana. Fadhili Yanga, una swali? Maana naona umeshika tama kwa naniu sana, kwa makini sana. Bwana Fadhili Yanga. Hapana. Naangalia. Faraja kumpata tena hapa changamoto. Kama mtu na swali bana. Napitia tu nione. Okay, samani. Sawa. Okay, mimi nilichelewa kidogo nikakuta umefikia kwenye ile working experience. Kwa zile za juu mbili sijazikuta. Hapa nilisema hii availability na hizo wanaweka automatically. Kwa nilikuwa naongelea kwamba ni jitahidi yani uweke vitu vingi kwenye profile sababu kuna hizi kazi ambazo ni by invitation. Sio za kwamba unaikuta huko yani unatumia invitation bana kuna kazi hapa. Kwa kazi kama hii hapo pale kwenye part ya skills jitahidi uweke vitu vingi yani ambavyo unaweza kuvifanya lakini. Okay. Au kuna mata. Okay. Yeah. Kwa kama uko interested sana kwenye AI training kuna vitu vingi, kuna image annotation, kuna mambo ya medical imaging, kuna localization. Localization ni kama translation na hisi. Kuna option ya vitu vingi pale. Vitu vingi. Ni kama hivyo. Hapo umenipata Yes, hapo nimekupata hapo. Mwingine jamani. Sio vitu vigumu hivi. Sasa Faraja, kwa watu ambao wamechelewa nitaweka recording, access. And from next week tutakuwa na Bwana Jordan yeye ni mwanzo nilisema junior. Jordan yeye ni mtaalamu wa kufanya kutengeneza faceless X account, yani account za X faceless. Anapost content yuko Bongo lakini content zake nyingi zinakuwa za Kiingereza. Na amefanya kazi na kama wakina ChatGPT, kampuni za AI zinamlipa mpaka $500 mpaka $300 kwa kuweka tu post moja. So tutakuwa naye atatuelekeza namna gani anafanyaga hivyo vitu. Okay, vizuri. Fungueni account jamani, kama kutakuwa na changamoto na hisi kwenye chats hapo unaweza kauliza pale wapi hapa. Yeah, so Faraja pia yupo Faraja ana access sasa hivi ana access ya community I think yupo ana badge ya expert. Kwa hiyo watu wengi ambao wamekuja kutrain community kwenye community wana badge ya expert. Kwa hiyo unaweza ukasearch like kama unaweza ukasearch kwa expert. Sijui kama na sessions za kutrain mwenyewe za kwake kama atakuwa nazo atawaambia, so it's just hiyo iko tu kwa upande wake mwenyewe kama na train kwa kuchaji kwa kufanya nini ni swala lake mwenyewe na nyinyi namna ambavyo mtakuwa mmekubaliana. Mr. Baraka, jamani usisite. Ndio? Labda kwa hiyo training nyingine nasema ni itakuwa lini sasa? Sema next week. Please ingia kwenye kuna spaces zimeandikwa event Kama upo kwenye cohort na mbili, ingia kwenye event pale. Event zote nimeweka kwenye ratiba. Kuangalia unaweza kuattend zeni RSVP. Like event zote waga zinakuwa zimewekwa kule. Pale yani ziko kwenye kalenda tayari. Sorry, kuna sehemu nimeona sehemu ya chat hapa nilikuwa sija access. Kuna watu wanauliza issue ya CV. Ukiweka CV ya freelancing ndio inakuwa bora zaidi. Huyu current user is inactive.
Na hisi ni issue kwa cheki tu OneForm, kuna support email pale na email. Ingawa nachelewa kujibu lakini utapata msaada. Mr. Baraka. Hello. Yes, Faraja. Nilikuwa Violet sijui amekimbilia wapi. Ilikuwa swala event yake. Niambie bwana Faraja. Nilikuwa nasema kama ndo kama hivyo, kama kuna mtu atakuwa na changamoto yote, mi nipo hapo, hamna shida, tutashirikiana tu. So Violet, tunaweza uka close session? Ndio, sawa. Violet, sio kaenda kukatia watu. Guys, ni washukuru wote ambao mmetenga join session yetu ya leo. Asante sana Faraja kwa muda wako, and I hope utakuwa na sisi kwenye hii community. Tunajitahidi kuimprove kila siku, kuinvite watu wapya tujifunze kutoka kwao, and zijazo mtarajieni kumwona sana Violet atakuwa na host event, kama sio Violet ama Joyce watakuwa na host hizi event. Yeah, and also kwa wale wa cohort, make sure una book call na mimi to sort mambo mengine yaendelee. So, Joyce, can you say hi? Hata wakujue, wakuzoea. Okay, so guys, tunatakia siku njema. Next time kama una swali lolote kuhusu OneForm unaweza kuuliza kwenye community anytime. Asanteni na niwatakia siku mwema. Bye bye. Asanteni jamani. Pia